Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu aliye faraja yetu awe nanyi nyote. Ndugu wapendwa sana, sisi tunaoanza hija hii takatifu tunatakiwa kujiuliza ni kwa nia gani tunataka kulikamilisha lengo letu hili. Sehemu ambazo tunatamani kutembelea zinatoa ushuhuda wa uchaji wa taifa la Mungu ambalo linakwenda huku tena na tena, ili kutoka huko lifaidike katika maisha ya Kikristo na hivi liimarike vikubwa na lijiandae kwa ajili ya kutekeleza daima matendo ya upendo. Na kule tunapokwenda sisi wenyewe lazima tupeleke kitu fulani, hasa mfano wa imani, matumaini na mapendo yetu, ili wote wenyeji na wageni tutajirishwe kwa makuzi ya pamoja. Kwa imani tumwombe Mungu aliye mwanzo na mwisho wa hija yetu ya kibinadamu, tukisema: upende kutusindikiza katika safari yetu, e Bwana. Upende kutusindikiza katika safari yetu, e Bwana. Baba uliye mtakatifu, ulijionyesha kuwa mwanga na kiongozi kwa taifa lako lililohiji jangwani. Upende kutujalia ulinzi wako sisi tunaoanza hija hii, ili tuzishinde hatari zote na turejee kwa furaha nyumbani kwetu, e Bwana. Upende kutusindikiza katika safari yetu, e Bwana. Ulituonesha mwanao pekee kuwa ni njia ambayo kwayo tunafika kwako. Tujalie tudumu kiaminifu katika kumfuata Kristo, e Bwana. Upende kutusindikiza katika safari yetu, e Bwana. Ulituonyesha Mama Bikira Maria kuwa ishara na mfano wa kumfuata Kristo. Utujalie ili tuweze kumtazama yeye daima, tutembee vyema katika upya wa uzima, e Bwana. Upende kutusindikiza katika safari yetu, e Bwana. Wewe kwa njia ya Roho wako Mtakatifu unaliongoza kanisa linalosafiri hapa duniani. Utujalie ili tunapokufuata wewe uliye juu ya yote, tutembee katika njia ya amri zako, e Bwana. Upende kutusindikiza katika safari yetu, e Bwana. Wewe unayetuita kwa njia ya haki na amani, utujalie ili siku moja tuje tukuone wewe katika makao yako ya milele. Upende kutusindikiza katika safari yetu, e Bwana. E Mungu Mwenyezi, unawajalia daima huruma yako wale unaowapenda na unakuwa karibu na wale wanaokutafuta. Watazame kwa huruma watumishi wako wanaoanza hija yao, uongoze njia yao katika mapenzi yako, ili mchana wakingwe salama na kivuli chako na usiku wangazwe kwa nuru ya neema yako. Wanapotembelea kuelekea huko endako, wasindikizwe nawe, waweze kufika kwa furaha kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Nimeona maji yakitoka hekaluni upande wa kuume. Haleluya. Nimeona maji yakitoka hekaluni na watu waliofikiwa na maji
Bwana aongoze njia yetu na awaingize katika furaha ya wokovu. Amina. Bwana awe pamoja nasi na apende kuwa msindikizi wetu katika safari. Amina. Kwa msaada wa Mungu, safari tunayoanza tuimalize kwa furaha. Amina. Tuandamane kwa amani kwa njia ya Kristo. Kijasiri nasonga mbele. Kwanza, Yesu anahukumiwa afe. Yesu, tunakuabudu, tunakushukuru kwa kuwa unakumbuka watu wa msalaba wako mtakatifu. Katika kituo cha kwanza tunamkuta Yesu mahakamani ambako anakaribiwa na mashtaka ya uongo. Pilato anamnyima Yesu haki yake kwa kumhukumu afe ingawa haoni kosa lake. Anafanya hivyo kwa kuogopa Wayahudi na kuogopa kupoteza kazi na cheo chake. Somo: na tangu hapo Pilato akatafuta kumfungua, lakini Wayahudi wakapiga makelele wakisema, ukimfungua huyu wewe si rafiki yake Kaisari. Basi ndipo alipomtia mikononi mwao ili asulubiwe, nao wakampokea Yesu. Katika jamii yetu tunawakuta watu wengi wanaonyimwa haki zao. Mbinu zinazotumiwa kupotosha haki za watu ni pamoja na ucheleweshaji wa kesi unaoambatana na kupotea kwa majadala kunakoambatana na rushwa. Mfumo mzima unaohusika na utetezi wa haki za watu una kasoro nyingi. Tujifunue mbele ya Mwenyezi Mungu ili tuone ni kwa njia zipi tumewakosea watu haki. Tuombe. Yesu, wewe ulikuja kuwaponya wenye dhambi. Tunakuomba utusamehe
makosa yetu ya kupotosha haki, hasa pale tuliposhiriki rushwa au udanganyifu. Tunakuomba usaidie kuvishinda vishawishi vinavyotuvuta kupotosha haki za watu wako, hasa wanyonge na maskini. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. E Bwana, uijalie dunia ustawi wa haki, ili watu wako waishi kwa furaha na amani. Amina. Sasa tunaendelea na ibada yetu ya njia ya msalaba, ukielekea kama utaratibu ulivyotangazwa, kituo cha pili itakuwa pale Caritas. Na daima tunapoandamana kwa ibada, basi msalaba daima uwe mbele, na tujitahidi kutembea kwa kawaida.
Kituo cha 7, Yesu anaanguka mara ya pili. Yesu, tunakuabudu, tunakushukuru. Katika kituo cha 7 tunamwona Yesu aliyedhoofika sana kwa sababu ya mateso makali akianguka mara ya pili. Wala mtu asiyechukua msalaba wake anastahili. Mwenye kuiona nafsi yake kupoteza, naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Katika jamii yetu tunakutana na watu wengi katika shida na kubwa, ukosefu wa maji safi, ukosefu wa mahitaji muhimu, uduni wa huduma mbalimbali, hali mbaya ya ugelezi, mazingira machafu, huduma hafifu na miundombinu ya kijamii kwa ujumla isiyoridhisha. Kwa baadhi yetu hali ni taabani. Watu wamefikia hatua ya kukata tamaa. Njia ya kuwasaidia walio taabuni ni kutoa misaada, kurekebisha sera na mipango mibovu na kusukuma utekelezaji wa mipango na sheria nzuri. Pia yatupasa kuchukua wetu wa pamoja kama jamii katika kuboresha yetu. Yatupasa tujue kwamba njia ya ukombozi wetu kubeba msalaba kama Yesu mwenyewe. Tunapokutana na magumu tusikate tamaa, kwani Mungu yuko nasi na ndiye tumaini letu daima. Tuombe. Ee Yesu, wewe fundisha kuwa utapata tuzo kwa kuwasaidia na kuwahudumia wenye shida mbalimbali. Utusaidie tufanye bidii kuondoa shida zinazowakabili. Baba uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe sisi waliokosea, usitie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana ni nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Bwana, jalie dunia ustawi wa haki, ili watu wako waishi kwa furaha. Amen. Amen.
Kituo cha 10. Yesu anavuliwa nguo. Yesu tunakuabudu, tunakushukuru. Katika kituo cha 10 tunashuhudia ukatili wa askari kwa Yesu. Kwa ukatili, askari wanamvua Yesu nguo yake iliyogandamana na madonda na kumsababishia maumivu makali. Nao askari walipomsulubisha Yesu, waliyatoa mavazi yake, wakafanya mafungu 4 kwa kila askari fungu lake, na kanzu nayo. Basi kanzu ile haikushonwa, ilikuwa imefumwa yote pia tangu juu. Basi wakaambiana, tusiipasue, lakini tuipigie kura iwe ya nani? Tafakari. Tunapotafakari moja ya hitaji muhimu kwa mwanadamu ambalo ni mavazi, tunaona kuna kasoro nyingi. Miongoni mwetu wapo watu wengi ambao hawawezi kujipatia mavazi kwa ajili ya kusitiri mwili. Wakati mwingine tunanunua mavazi mengi kila mara na ya fahari kubwa kama kufuru mbele ya Mungu. Baadhi tunavaa mavazi yanayoonyesha kutoheshimu utu wetu. Tunaitwa leo kujitafakari kibinafsi na kama jamii kuona upotevu huo na kurekebisha. Yesu, tunakuomba utufungue macho ya mioyo yetu, tupate kuona ubaya wetu katika matumizi ya mavazi na kujua kwamba mavazi ni hitaji msingi kwa kila mwanadamu, na kuomba utuwezeshe kujirekebisha na kuwa na moyo wa ukarimu kwa wanaokosa mavazi, na pia kushiriki katika kupunguza umaskini ili kila mmoja aweze kujipatia mahitaji msingi, yaani chakula, malazi na mavazi. Baba yetu Salamu Maria, atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ee Bwana, uijalie dunia ustawi wa haki, ili watu wako waishi kwa furaha na amani. Yesu anakufa msalabani. Yesu tunakuabudu, tunakushukuru.
asiye na kosa, akifa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema, imekwisha. Akainama kichwa, akaisalimu roho yake. Tumwangalie Yesu anayekufa msalabani bila hatia, akibeba dhambi zetu ili tupate kuokoka. Nasi tuna wajibu wa kushiriki kazi ya ukombozi wa mwanadamu kimwili na kiroho. Wajibu huo ni katika familia zetu, jumuiya, kigango, parokia, jimbo, taifa na jamii nzima. Tukitimiza vema wajibu wetu, tunaendeleza kazi ya ukombozi, na mwisho wa yote tutaweza nasi kusema pamoja na Yesu, yametimia. Kama binadamu tunashindwa mara kadhaa kwa sababu ya udhaifu wetu, hata kusababisha vifo bila sababu miongoni mwetu. Tumwombe toba Yesu pale tuliposhindwa, na tunapomtafakari Yesu aliyekufa msalabani, tumpe nafasi afishe ndani mwetu na kati yetu udhaifu wetu na kasoro zinazokwamisha kazi ya ukombozi wa mwanadamu. Tuombe. Ee Yesu uliyekufa msalabani kwa ajili ya ukombozi wetu, tunakuomba utusaidie tushiriki kikamilifu kazi ya ukombozi na ufishe ndani mwetu na katika mifumo ya miundo yetu udhaifu unaokwamisha kazi ya ukombozi katika jamii yetu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ee Bwana, uijalie dunia ustawi wa haki, ili watu wako waishi kwa furaha na amani. Amina. Walelewa wa upadre na utawa seminari
13. Kituo cha 14. Yesu, tunakuabudu, tunakushukuru. Katika kituo hiki tunamtafakari Yesu aliyezikwa kaburini akafufuka siku ya tatu. Yusufu akautwaa mwili
akauzongazonga katika sanda ya kitani safi, akauweka katika kaburi lake jipya alilokuwa amelichonga mwambani, akaviringisha jiwe kubwa mbele ya mlango wa kaburi, akaenda zake. Ndani yako Yesu tunataka kuzika udhaifu wetu wa kibinafsi na wa kijamii. Sisi tunapotafakari katika njia yako ya msalaba, tunatambua wajibu wetu wa kujitoa sadaka. Tuna mengi uliotujalia, lakini tunavutwa kuyatumia vibaya ama kutoyatumia kabisa. Tunataka kuzika yote yanayotukwamisha, na tunakuomba utusaidie tudumu katika uwajibikaji Kikristo. Tuombe. Yesu, tunatamani sana kutekeleza nia zetu, lakini tunajua tunahitaji msaada wako. Tunapoomba, tunapofanya bidii kutekeleza nia hizo, wewe uwe nasi kila wakati. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe waliotukosea, usitie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Ee Bwana, uijalie dunia ustawi wa haki, ili watu wako waishi kwa furaha na amani. Basi mapadri, tunaomba tufike hapa kwa ajili ya kubeba msalaba. Kwa adhimisho la misa, watu wanapata faraja, wanarudi wakiwa wametulizwa, na nyinyi ndio mnaofanya kazi hii mkimwakilisha Yesu kwa namna ya pekee. Watu wanarudi na make sure unachukua hii ya huku ndo uende nayo huku. Angu Bwana
Kituo cha 15. Yesu amefufuka. Yesu, tunakuabudu, tunakushukuru. Katika kituo hiki tunamwona Yesu mfufuka katika imani na matumaini. Ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma, pale walipokuwapo wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi, akaja Yesu akasimama katikati, akawaambia, amani iwe kwenu. Tumetafakari mateso ya Yesu na kuona kasoro zetu. Kushiriki wokovu ndio njia ya ufufuko, na kutimiza hayo ni katika maisha yetu ya hapa duniani. Tunapongojea kushiriki ufufuko wako, tunakuomba utusaidie kushiriki kwa bidii katika kazi ya kujenga ufalme wako hapa duniani. Tuombe. Yesu, siku ya 3 ulifuka kutoka kaburini, ukashinda mauti na ubaya. Nasi tuna matumaini kwamba ikiwa tutashiriki nawe na kukuamini wewe kama nguvu yetu, tunaweza kuushinda ubaya. Kushiriki kwetu ni katika kuondoa mateso na ukosefu wa haki, kuondoa umaskini na ubaya wa rushwa na ufisadi, kuushinda ubinafsi na kuacha kunyonya wengine. Kwa njia hii tutashiriki kujenga wema na upendo kwa wote, na hapo tutaendelea kujenga fumbo la ufufuko kati yetu. Baba yetu Salamu Maria, atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Yesu, tunaomba msaada wa neema yako ili tuweze kuziweka nia zetu katika matendo yetu. Sala ya mwisho mbele ya altare. Yesu, tunaomba tafakari tuliyofanya na sala tulizosali zitusaidie kuwa wakamilifu ili tuweze kuyashinda maovu. Utupe ujasiri wa kutetea ukweli, haki na amani. Kwa kazi yetu tuweze kuleta faraja kwa wale wenye mateso. Yesu, tunaomba msaada wa neema yako ili tuweze kuziweka nia zetu katika matendo yetu ya kila siku. Tunaomba Bikira Maria mama yako awe nasi katika maisha yetu. Maombi yake yatusaidie tuwe na moyo wa kujitakatifuza na kujenga jamii yenye misingi ya ukweli, haki na amani. Amina. Na baraka ya Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima.